kabisa kwamba stories zimekuwa nyingi sana katika mitandao ya kijamii ambayo inaihusisha Singida na Young Africans kuwa na ukaribu wa namna moja ama nyingine. So to me naiona kabisa kwamba kama Young Africans wakiingia na ule mfumo ambao performance yao tuliyoiona kwenye last game dhidi ya Simba Sports Club, wakacheza chini ya performance ile, kuna asilimia kubwa wakafungwa, kwa sababu kwanza Singida wako nyumbani, pili wapo katika uwanja ambao wameanza kufanyia mazoezi. Young Africans hawajai kwenda kucheza katika uwanja ule wa Airtel Elite. Kwa hiyo unaweza kaona ni kwa namna gani mwalimu atakuwa amefanyia kazi mpango kazi wa kuhakikisha kwamba anakwenda kutengeneza timu ambayo kiulinzi itakuwa ni bora, kwa sababu Young Africans of course wanawakosa wachezaji wao ambao ni muhimu. Tunazungumza kina Pacome Zouzoua, Dickson Job, pamoja na kwamba kuna wachezaji ambao wanaweza wakaziba nafasi zao, lakini ukimtoa Pacome Zouzoua kwenye kikosi cha Young Africans, anapomiss ni ametengeneza gap fulani. Hata kama atakuwepo mchezaji mwingine ambaye anaweza kukuofa kitu kile kile ambacho Pacome alikuwa anakupa, lakini bado kuna vitu ambavyo Pacome alikuwa anaiofa Young Africans, vitu vikubwa zaidi ya kile ambacho atakuofa. Unapokuwa na Mudathiri kiwanjani, Mudathiri hawezi akafanya kazi ambazo anaweza kuzifanya Pacome Zouzoua. Au kwa sasa yupo Buba. Ukimpa nafasi Buba watu wengi hawajamfahamu vizuri. Buba ni mzuri kwenye kukimbia na ni mzuri kwenye kushambulia timu ambayo ina walinzi dhaifu, na Singida Black Stars sidhani kama walinzi wake ni dhaifu kiasi kile. Ndio maana mchezo wa kwanza Buba anacheza kwenye CRDB Federation Cup alionekana kuwa bora, kwa sababu walinzi ambao alikuwa anacheza nao walikuwa wanashindwa kufanya marking na pia kuziba ile mianya ambayo pasi zilikuwa zinapita. Tunazungumza alipokea pasi 2 kutoka kwa Mudathir Yahya Abbas, assist zote. Kwa hiyo unaweza kaona ni kwa namna gani alikuwa anaweza kuamudu. Ile ni akili ya kuamudu walinzi. Lakini kwa leo mchezo dhidi ya Singida Black Stars, hii inaweza ikawa ni miongoni mwa game ngumu sana kwa Young Africans, na kama wakifanikiwa kuzipata alama 3 basi watakuwa wamecheza zaidi. Na hata ukitazama press yao ya kwanza ambayo jana wamezungumza, mwalimu amesema kwamba yes, wanafahamu Yanga ni timu kubwa, lakini last game yao wamecheza chini ya kiwango. Kwa hiyo wanakwenda kwa tahadhari kubwa ili kusudi Young Africans wasije wakaibukia kwa Singida. Hii ni mentality ambayo inatuma salamu kwamba yes, tunajua tunakwenda kucheza na nyie. Hatutaingia kwa mentality ya kwamba game ya mwisho umecheza chini ya kiwango, lakini walikuwa wanacheza na mpinzani gani? Kumbuka, kucheza chini ya kiwango unaangalia pia na mpinzani ambaye amekutana naye, na mpinzani alikuwa anahitaji matokeo kwa kiasi gani. So kwa Singida leo lazima pressure itakuwa kubwa sana kuanzia katika eneo la ulinzi, ambapo watahakikisha kwamba wanaziba mianya. Young Africans wana advantage sana sasa hivi ya kuwatumia washambuliaji wao wawili. Dube anakuwa anatoka kama anatoka pembeni, lakini pia kuna wakati anaibia kama namba 10. Wakati huo Depo akisimama kule juu. Kitu ambacho ni rahisi sana kukifanyia kazi kwa mwalimu ambaye atakuwa ameandaa mpango kazi mzuri. Na to me leo naiona Singida wataingia na mfumo wa walinzi 4-4-2 ili kusudi kutoa balance kwenye kushambulia na balance kwenye kujilinda. Wakiingia hivyo, Young Africans kuna namna Pedro Gonzalez anazidiwa kimbinu. Kitazama game zake nyingi, analazimisha timu kukaa nyuma zaidi, kujenga mashambulizi. Ukiutazama mchezo wa Simba, Djigui Diarra hakuwa anapata nafasi ya kuanza mipira na walinzi wake wa katikati, kwa sababu Simba waliweza kuwasoma vizuri Young Africans kwamba ni bora kwenye kuanza mashambulizi katika eneo lao la nyuma. Akaamua mwalimu kuziba kwa kutumia wachezaji ambao walikwenda kutengeneza overload kwenye ile defense line ya Young Africans, kitu ambacho kiliwafanya Young Africans kuwa wanaanza mipira yao yote inapigwa juu, waende wakagombanie. Sasa na leo kama mwalimu ataingia na ule mfumo, Singida Black Stars wakijua mbinu hiyo Young Africans, wakitengeneza overload watakuwa na walazimisha kupiga mipira ya juu, kitu ambacho Diarra hata husika zaidi kwenye ujenzi wa mashambulizi kuanzia chini, kana kwamba hata kuwa anapiga zile pasi za kwenda kwa Ibra Baka, Bakari Nondo, Mamnyeto. Maybe kama wataanza katika partner ya pale katikati, watalazimika kupiga high ball, kitu ambacho kwenye high ball itategemea walinzi wa timu pinzani na viungo wa timu pinzani wako vipi active kiwanjani. So inaweza ikawa ni game ngumu sana kwa Young Africans, lakini kwa leo yeyote atakayecheza vibaya atapoteza mchezo.